Chonda Farm Kahawa, mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Nachingwea. Tunafurahi kuwakaribisha waandishi wa habari ofisini kwa mkurugenzi. Na kwanza, kila tunavyojua, nadhani wote tunajua ya kwamba ajenda kuu ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kuhusiana na matumizi ya nishati safi, na vile vile ukizingatia ya kuwa Mheshimiwa Rais ni balozi wa nishati safi. Kwa hiyo maelekezo yake ni kwamba katika kila taasisi ambayo ni ya umma ambayo inatumia nishati ifanye juhudi ibadilishe mifumo kutoka kwenye mifumo ya awali ambayo tulikuwa tunatumia kuni na mkaa, ambao tunasema nishati ambayo sio safi, kwenda kwenye matumizi ya nishati safi. Kwa sisi kama wilaya ya Nachingwea tumeipokea hii ajenda na tupo kwenye hatua mbalimbali za utekelezaji. Kwa kuanzia tuna shule 3 ambazo zina hostel ambazo wanafunzi wetu wanalala pale na zina majiko na pika chakula. Tuna shule ya kwanza ya Nachingwea Girls, tuna shule ya pili ya Nachingwea Day, na shule ya 3 tuna shule ya Lugwa High School. Kwa tumeanza kutekeleza ajenda hii ya nishati safi katika shule ya Nachingwea. Tumefunga mfumo wa nishati safi pale na unaendelea kutumika sasa pale. Na tumepata mafanikio makubwa baada ya kufunga nishati safi. Namba kwanza imekuwa nishati toshelevu. Nishati ambayo inatosheleza mahitaji. Tofauti kutumia mkaa au kuni, hii nishati ilikuwa ina upungufu. Kwa sasa tumepata nishati toshelevu ambayo inatoa huduma timilifu na bora pale kwenye shule husika. Lakini pili, tumeweza kuokoa gharama. Ukipita pale kwenye hesabu unakuona gharama zilizokuwa kwa mwezi kwa nishati iliyokuwa inatumika hapo awali ni kubwa kulingana na nishati safi. Kwa hiyo sasa hizi tunatumia nishati ya gesi ambayo tunafili ule mtungi na una uwezo wa kutumika ndani ya miezi 3. Lakini hapo mwanzoni tulikuwa tuna gharama kubwa ya kutafuta miti, kukata miti, kusafirisha na kushusha na kuendelea kwa matumizi, ilikuwa gharama kubwa. Kwa hiyo tunashukuru tumeona unafuu wa gharama. Lakini 3, tumeona ni afya. Watumishi wetu pale ambao ni wapishi walikuwa kwenye mazingira magumu na hatarishi ya afya zao. Kwa nishati hii safi tumeweka pale, tumeona tumeweza kulinda afya za wapishi wetu. Hata ukiangalia kwa muonekano wapishi wetu wako vizuri, hata mavazi waliovaa yako vizuri kwa sababu hayaathiriki na uchafu aina yote. Hata yale mazingira yaliyozunguka eneo lile la jiko ni mazingira safi, kwa sababu ile nishati haiathiri mazingira yaliyopo. Lakini vile vile hata usalama wa chakula. Nishati hii safi inahakikisha usalama wa chakula kinachopikwa. Kwa hiyo kutumia nishati safi tuna uhakika sasa tunapika chakula ambacho hakina athari au tunaamini hakiathiriwi na mazingira ya kutumia kwa nishati ile ya awali. Ndio maana ikaitwa nishati safi. Kwa hiyo chakula kinachopikwa ni safi na salama. Lakini kwa mazingira vile vile kwa ujumla wake, mazingira ya wilaya ya shule yetu ya Nachingwea yamekuwa safi na salama, kwa sababu sasa hakuna ile tunaita pollutions, hakuna ile uchafuzi wa mazingira pale. Kwa hiyo shule yetu imeendelea kuwa safi na salama, ambayo hiyo inahakikisha usalama wa wanafunzi wetu na watumishi wanaofanya kazi pale wako katika hali salama na hali ya usafi katika hayo mazingira. Lakini bado pamoja na kuweza kufanikisha kufunga mfumo katika hii shule ya Nachingwea Girls, halmashauri ya Nachingwea katika mwaka ujao wa fedha ina mpango wa kufunga mifumo hiyo katika shule 2 zilizobakia, ambayo ni shule ya sekondari ya Nachingwea pamoja na shule ya sekondari ya Lugwa. Tumejipanga kuifunga hiyo mifumo ili tuweze kuiondoa hii nishati safi na kuweza kutekeleza ajenda kuu ya serikali ya matumizi ya nishati safi katika taasisi za umma. Lakini sio tu kwenye taasisi za umma. Sisi kama halmashauri ya wilaya ya Nachingwea tunataka sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mitungi
au majiko ya gesi kwa wananchi wetu. Tumeweza kutoa majiko ya gesi zaidi ya 3500 kwa matumizi ya kaya za wananchi wetu wa wilaya ya Nachingwea. Matumizi majiko haya ya gesi yameletwa kwa ajenda maalum ya matumizi ya nishati safi kwa wananchi wetu. Kwa hiyo tumepokea majiko zaidi ya 3500 ambayo yamekuja kwa bei ya ruzuku, kwa bei nafuu kabisa, na yote yananunuliwa na wananchi wetu. Hamna lililobakia. Kwa hiyo wananchi wetu sasa hizi kwa asilimia kubwa na kaya zetu sasa hizi zimehama kwenye ile nishati ya awali ya kuni na mkaa. Sasa wanatumia majiko ya nishati safi aina ya gesi katika kupika na matumizi mengine yanayohusiana na nishati safi. Kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kutuangalia hivyo na kutuletea Nachingwea hayo majiko ambayo yametoka bei nafuu kabisa, bei ya ruzuku, na tumeweza kuyasambaza kwa wananchi mbalimbali kwenye vijiji, kwenye kata, yameweza kuwafikia. Wito wangu kwa wananchi wote wilaya ya Nachingwea, sasa tubadilike kwa usalama wa mazingira yetu, kwa usalama wa afya zetu, kwa kupata nishati ambayo inajitosheleza, nishati ya gharama nafuu na nishati inayotunza mazingira yetu, kuweka salama kwa kizazi hiki na vizazi vijavyo. Ni muhimu tutumie nishati safi kwa ajili ya afya zetu na mazingira yetu. Yangu ni mwalimu Mjema, ni mwalimu katika sekondari ya wasichana ya Nachingwea. Moja ya muda wa kupika umepungua. Kwa sababu ulikuwa unapika karibu masaa 8 kwa kutumia kuni, lakini wakati huu ni masaa 3-4 umeshamaliza kupika. Lakini pia tumesaidia afya za wapishi wetu. Kwa kutumia kuni ilikuwa kidogo ni shida, mikohozi, lakini kwa kutumia gesi sasa walau wamekaa vizuri. Moja, lakini pia tumesevu kutunza mazingira kwa sababu hatukati tena miti kwa ajili ya matumizi ya kuni. Badala yake tunatumia nishati mbadala ambayo ni gesi, na inatusaidia kwa asilimia kubwa sana kwa ajili ya kutunza mazingira yetu. Pia tumenufaika na gharama kwa sababu kwa kununua kuni gharama inakuwa ni nyingi. Lakini kwa kununua gesi, ukinunua mara moja mnaweza kutumia zaidi ya miezi 2 mpaka 3, kitu ambacho kinawasaidia kupunguza gharama. Nishati safi inasaidia kwenye afya katika mantiki mbili. Moja, tunapunguza vikohozi au magonjwa ya mafua kutokana na moshi. Pale hakuna moshi ambao unatokea kwenye gesi yetu. Lakini pia ukiangalia kwa mlaji, chakula kinakuwa kina ladha, hakina harufu ya moshi. Kwa hiyo imetusaidia kwa asilimia kubwa sana. Maana kabla ya hapo tulikuwa tunatibu wapishi wetu kila baada ya muda. Lakini wakati huu hakuna matibabu ambayo yanafanyika, ni yale sasa ambayo ni ya lazima, kwa maana kwamba mwili wa binadamu unahitaji matibabu pale unapokuwa na shida, lakini kwa asilimia kubwa tumetatua tatizo la kiafya. Kwa majina naitwa Rukia Omari Yasin Mkotia. Ni mwanafunzi wa kidato cha pili katika shule ya wasichana Nachingwea. Katika shule yetu tulikuwa tunatumia mara kwanza ni nishati za kuni, ila baada ya ujio wa Waziri Mkuu Majaliwa Kassim Majaliwa tukabadilishwa tukawa tunatumia nishati ya gesi. Ila pia katika hizi nishati ya gesi ambayo tunaitumia ina manufaa kubwa katika shule yetu. Cha kwanza, imetusaidia wanafunzi kupata muda mwingi wa kusoma, maana kabla ya hapo ilikuwa ule muda wa kusoma tulikuwa tunaenda kutafuta kuni kwa ajili ya kupikia. Cha pili, pia imetusaidia katika mazingira kusafisha hewa yetu, maana kabla ya hapo wanafunzi ilikuwa muda mwingine tukija hata kumitaa jikoni tunapata hewa mzito kutokana na hewa ambayo inasababishwa na zile kuni ambazo zinatumika huko jikoni. Kingine, imesababishia pia nishati hii kusafisha mazingira yetu. Maana kabla ya hapo muda mwingi ilikuwa katika mazingira ya hapa jikoni kwetu tulikuwa tunatumia kukatia kuni, lakini baada ya ujio wa nishati ya gesi mazingira yetu ya jikoni ikawa kila muda hapo safi, maana kwa ule muda ambao tulikuwa tunatumia kukatia kuni hapa jikoni ilikuwa ni muda wote ambao ipo safi, maana tulikuwa tena tukatia hapa kuni na tulikuwa tunatumia nishati safi na salama. Na pia tunamshukuru Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea hii nishati ya gesi, maana pia tukiangalia katika hii nishati ya gesi imetuletea faida kubwa sana hapa shuleni kwetu. Ile bwala ambayo tulikuwa tunakula lilikuwa dogo kutokana na maana yake chumba kimoja kikiwa tunatumika kuwekea kuni, lakini baada ya ujio wa nishati ya gesi baadaye Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Kassim tukasaidiwa ile jengo tukaachiwa tena liwe tu kama bwalo. Kwa bwalo wetu baada ya kuwa dogo likaongezwa, kwa ile nafasi ambayo alikuwa anaitumia kuwekea kuni ikawa tu nafasi ambayo tena wanafunzi tunaitumia sehemu kama ya kula. Kwa miongoni yetu sisi wanafunzi au shule mzima tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutusaidia kupata nishati bora na safi kwa ajili ya afya yetu na kutunza mazingira hapa shuleni kwetu. Kwa majina naitwa Priska Manyela, ni mpishi
Kipindi cha mwanzo tulikuwa tunatumia nishati ya kuni ambayo kiukweli tulikuwa tunaathirika. Kwanza tulikuwa tunatumia muda mwingi kwa ajili ya kupika na kila baada ya wiki nasikia vifua vinauma. Lakini baada ya hapo tulioletewa hii nishati safi, kiukweli mambo yanaenda safi kabisa. Kwa sababu nikifika asubuhi ninaandaa vyakula vyangu, nikishaandaa chakula changu ninapika kwa muda mchache sana. Kama hivi sasa hivi nimemaliza kupika, naendelea kufanya majukumu mengine ya kijamii. Na kipindi kile natumia nishati za kuni, nilikuwa nafika hapa mpaka saa 11 sijatoka. Kwa sababu mara saa zingine kuni hamna, napita kutafuta kuni, nachochea hivyo, macho yanauma. Lakini sasa hivi tunashukuru, tunamaliza kazi kwa wakati, yani mambo yanakuwa safi. Na tunashukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuletea majiko ya gesi.